Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa, mgeni rasmi wa mashindano yetu haya ya Afrika chini ya taasisi yetu ya Manahil al-Irfan 2025, Mheshimiwa kaka yangu Hassan Ngwale, kadhi mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Afande mwakilishi wa Afande CDF, Mheshimiwa kaka yangu nahoda kwa niaba ya kamishna mkuu wa TRA Alhaji Yusuf Mwenda, Mheshimiwa mwenyeji wetu Sheikh wa wilaya ya Temeke Sheikh Hassan Zailai Hassan Mkoyogore, mwenyeji wetu kabisa mzee wetu Sheikh Talib Ahmed Abdallah, imamu mkuu wa msikiti wetu hapa wa Azam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa nitanguliza shukrani kwa niaba ya taasisi yetu ya Manahil al-Irfan ikiwa kama mlezi wa taasisi hii. Mashindano haya ni mashindano ya Afrika. Hapo mwanzo yalikuwa ni ya Afrika Mashariki, lakini sasa yamepanda kuwa ni mashindano ya Afrika baada yale ya Afrika ambayo yalikuwa chini ya Al-Hikma, chini ya mwamba wa miambani Sheikh Nuruddin bin Muhammad Al-Ahdali, kuwa sasa ni mashindano ya kilimwengu. Baada ya kuwa ni mashindano ya kilimwengu ya dunia nzima, sasa nafasi ile imechukuliwa na Manahil al-Irfan. Wao sasa watakuwa wanasimamia mashindano haya ya Afrika. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka kwamba utaratibu wa mashindano haya uliyatoa miaka mingi sana, na uliwahi kunipa maelekezo kwamba kuwe na taratibu za mashindano haya kwa daraja mbalimbali. Tulifanya hivyo, na hivi sasa tunayo mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo nayo yanafanyika leo katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, ambayo yako chini ya Mheshimiwa Suleiman Jafu. Yale ni mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam, na kesho kutakuwa na mashindano ya kitaifa ambayo yenyewe yako chini ya Bi Aisha Sururu, mama wa kheri. Mashindano yake yatafanyika kesho katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Lakini pia kunafuata mashindano ya Afrika ambayo ndiye haya, alafu baadaye kutakuwa na mashindano ya kilimwengu ambayo yanaitwa mashindano makubwa zaidi, ambayo yatafanyika tarehe 16 pale katika viwanja vya Mkapa chini ya taasisi ya Al-Hikma. Kwa hiyo utaratibu huu Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ulielekeza kwamba mashindano haya yawe na daraja za namna hiyo. Kwa hiyo tunakushukuru leo kwamba
uko hapa kushuhudia mashindano ya Afrika. Niseme moja, kama mlezi wa taasisi na wenzangu, mashindano haya tumependelea kila mwaka tuyafanye hapa katika uwanja wa Azam. Uwanja huu wa Azam, wananchi wa Azam tukiongozwa na Sheikh wetu Sheikh Talib Ahmad Abdullah, imamu wa msikiti huu, tumependelea mashindano haya ya Afrika kila mwaka tuyafanye katika viwanja hivi. Na mimi niseme kumuomba sana mzee wetu Sheikh Said Salim Bakhresa pamoja na uongozi wake na Azam kwa ujumla wao, kwamba mwakani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape taufik, ili na upande ule angalau watujengee jukwaa la namna hii la kuzuia jua. Leo tukiangalia upande ule, si kwamba hawana mapenzi na Qur'ani, la, ni kwa sababu jua limekuwa kali sana na watu wako ndani ya saumu na hali imekuwa kama ile. Naamini mzee wetu Sheikh Said Salim Bakhresa na timu yake hawashindi kutuwekea jukwaa kama hile mwakani. Wadhalika ala Allah yasir, na hilo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jepesi. Kwa hiyo tunamuombea sana mzee wetu Bakhresa, na kwa sauti yako Mheshimiwa Waziri Mkuu pia tunaamini pia ukiongea na mzee mwenzio huyu, mwakani tukija hapa basi wenzetu kule watakaa vizuri kama tulivyokaa sisi upande huu insha Allahu Ta'ala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo sasa na kutanguliza shukrani, nikukaribishe kwa niaba ya taasisi yetu ya Manahil al-Irfan chini ya mwenyekiti wetu kijana mshupavu Sudi bin Musa, ambaye anafanya kazi kubwa sana kiasi kwamba tumeweza kufika hapa tulipofika leo. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu katika manasa. Bariki sana na wote mliokuja hapa, lakini tuseme kwa tangazo la kualika mashindano siku ya kesho pale Diamond Jubilee. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.